Bwana Yese Daudi katika Zaburi ya 27 ule mstari wa kwanza anasema, Bwana ndiye nuru yangu, mwovu nani? Maana Daudi katika maisha yake yote, ukimsoma Daudi alimtumaini Mungu, alitembea katika njia za Mungu. Naona ule mstari wa pili akasema, adui zangu wajapoinuka katika maisha yangu, nitamtumaini Mungu. Lakini yeye Daudi katika maisha yake yote alitamani kusoma Zaburi 27 mstari wa 4, anasema, natamani nikae siku zote katika maisha yangu katika nyumbani mwa Bwana, nitafakari uzuri uliopo usio na kiasi ndani ya Mungu. Kwa siku zote katika maisha tunaona baba zetu wa imani walitumaini kukaa nyumbani mwa Bwana, kutafakari ukuu wa Mungu. Kwa maana kutafakari ukuu wa Mungu pale Mungu anajifunua kwako katika maisha yako, anajifunua katika mapenzi na utukufu wake. Unaona Daudi katika maisha yake yote alimtegemea Mungu, aliyaishi yale ya Mungu, akakaa katika lile kusudi la Mungu, akamwona Mungu. Anasema soma 13 kiendelea kule mstari wa 13:27, anasema, hakika katika nchi ya walio hai nimeuona wema wa Bwana. Kwa maana Daudi aliuona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Kwa hiyo maisha yake yote akapata jina la umilele, kwa sababu yeye alikaa katika msingi wa Mungu, aliyaishi yale ya Mungu, akamtegemea Mungu, akadumu katika ile kusudi la Mungu. Unaona, Mungu akampa jina la umilele kwa sababu yeye alikaa katika ile kusudi la Mungu. Kwa hiyo katika maisha unajifunza kwamba sote katika maisha, kaa katika ule mfumo wa Mungu, katika kusudi la Mungu. Mungu atakupigania, mtafakari yeye, kuyaishi yale Mungu aliyoahidi atatenda. Mungu atatenda kwa wakati wake. Kwa hiyo katika mifumo ya maisha tunashinda pale endapo tunapokaa katika lile kusudi la Mungu aliyotuahidi, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu, ni Mungu, ahadi zake ni amina na kweli, ahadi zake ni za haki. Yani haki ni kweli, haki yani haki, kwamba Mungu anatimiza pale endapo utakaa katika ile kusudi la Mungu. Mungu ni wa haki, atatimiza kwa wakati wake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, kaa katika mapenzi ya Mungu, kaa katika neema ya Mungu, utamwona Mungu akipigania katika maisha yako. Mataifa na makabila watajivunia wewe, kwa sababu Mungu amejifunua kwa mapenzi yake katika maisha yako. Hakika nenda kwa uwezo huo, kaa katika mapenzi hayo, Mungu akutendee sawasawa na imani yako, sawasawa na kusudi la Mungu aliyokuahidia lile la baraka.